Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na barua ambayo imetolewa na management ya Konde Music Worldwide kuhusiana na yale ambayo yanaendelea huko mtandaoni, hususan kumhusu msanii wao Ibra ambaye amekuwa akizungumza au kutupia na maneno na Harmonize kwa namna moja au nyingine huko katika mitandao ya kijamii, ikiwa chanzo ni kwamba Ibra ametangaza kwamba anataka kujitoa katika record label hiyo, na pia management imedai kwamba anatakiwa alipe kiasi cha bilioni 1 kwa ajili ya kuterminate mkataba wake na kuwa huru kuendelea na kazi zake za kimuziki mahali pengine. So barua ilikuwa inasomeka kwamba Harmonize Entertainment Limited, taarifa kwa umma, Jumapili tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025, uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited kupitia lebo yake ya Konde Gang Music Worldwide unapenda kutoa taarifa kwa umma kama ifuatavyo. 1. Mnamo tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulipokea barua ya madai demand notice kutoka kwa wakili wa msanii wetu Ibrahimu Abdallah na Mpunga ama Ibra. Barua hiyo iliainisha madai kadhaa ambayo uongozi umeanza kufanyia kazi mara tu baada ya kuipokea kwa mujibu wa taratibu za kisheria na kimkataba. 2. Licha ya juhudi zetu kujaribu kumwelekeza msanii taratibu za kufuata kulingana na mkataba wake, hivi karibuni tumebaini kuwepo kwa machapisho na matamshi na mawasiliano kutoka kwa Ibra katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook. Machapisho hayo ikiwemo Instagram na Facebook, machapisho hayo yanaonyesha malalamiko na lugha isiyofaa kwa afya ya lebo pamoja na kumhusisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye bado anaendelea kufanya kazi chini ya lebo hiyo. Tungependa kufafanua kuwa machapisho na matamshi hayo sio tu yanachafua taswira ya lebo na wasanii wake, bali pia vile vile yamekiuka utamaduni wetu kama Watanzania na kukiuka masharti ya mkataba aliosaini na lebo hii. Aidha, yanaenda kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kampuni yetu inahifadhi haki zake zote za kisheria katika suala hili. Wakaendelea hapa kusema kipengele cha 3, wakati huu ambapo mchakato wa kushughulikia masuala haya unaendelea, umma unapaswa kufahamu kwamba Ibra bado ni msanii halali wa record label ya Konde Gang, Konde Music Worldwide, na ina haki ya kuendelea au kusitisha mkataba wake kwa kufuata na kuzingatia taratibu rasmi zilizowekwa katika mkataba aliosaini. Haikuishia hapo, ikaendelea kuelezea pia kwamba kufuatia hali inayoendelea, uongozi wa Konde Gang Music Worldwide umechukua hatua zifuatazo. 1. Kuanzia leo tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2025 unamsimamisha rasmi msanii wake Ibra Abdallah na Mpunga ama Ibra kutoa na kushiriki katika shughuli zozote zile za kimuziki kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake na lebo. Kusimamishwa huku kutabaki hadi pale suala lake litakapopatiwa ufumbuzi wa kudumu kwa mujibu wa mkataba wake na sheria za Tanzania. Kipengele B inampiga marufuku Ibra dhidi ya kuchapisha, kutamka au kufanya mawasiliano yoyote kuhusiana na suala hili kwenye vyombo vya habari au mitandao ya kijamii kama vile Instagram, WhatsApp, Facebook na kadhalika. Hii ni pamoja na mawasiliano ya aina yoyote ambayo yanaonekana kuharibu taswira ya lebo au kumdhalilisha mkurugenzi mwekezaji wa lebo ambaye ni msanii. Tunatoa onyo kali kwamba iwapo haya yatakiukwa, lebo
haitasita kuchukua hatua za kisheria dhidi yake katika mahakama za Tanzania. Lebo ya Konde Gang Music Worldwide inaendelea kutoa wito kwa msanii Ibra kufuata taratibu sahihi za mawasiliano kama ilivyoainishwa kwenye mkataba wake, kufikia suluhisho lenye manufaa kwa pande zote mbili. Imetolewa na Konde Gang Music Worldwide. So huo ndo ujumbe ambao umetolewa na record label ya Konde Music, na hapa wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hilo, na page pia vile vile zimekuja kuripoti kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameripoti, wameandika kwamba Ibra amesimamishwa na Konde Gang. Alafu hapa chini wakasema kwamba uongozi wa kampuni ya Harmonize Entertainment Limited kupitia record label yake ya Konde Gang imetangaza kumsimamisha msanii wake Ibra. Hii ni kutokana na yale ambayo yamekuwa yakiendelea huko mitandaoni. So jambo bwana limekuwa zito, na ngoja tukusomea hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza baada ya hii issue kufikia huko. Maana sasa hivi hapa kumbe wakati Ibra anazungumza, anaposti na kutoa maneno, kutoa siri na kashfa za hapa na pale, kumbe bado mkataba hujavunjwa. Kwa hiyo record label bado ilikuwa na mamlaka ya kumfanyia chochote kile kama hivi, kumsimamisha na kumpiga stop kufanya shughuli zozote zile za kimuziki, which means kwamba sasa hivi hapa Ibra hawezi akatoa nyimbo, hawezi akaperform, hawezi kufanya chochote kile kinachohusiana na muziki, kutokana na kwamba management yake imemzuia kwa mujibu wa vifungu vya sheria ambavyo vipo katika mkataba ambao aliusaini pale. Kwa hiyo kijana sasa hivi hapa amejichanganya, yupo katika wakati mgumu sana. Umeona, na tunafahamu kwamba kazi anayofanya ni muziki. Bila muziki kijana hawezi kusurvive, labda awe na biashara nyingine ambayo anaifanya huko pembeni. So wadau hapa wamekuja kutoa maoni yao kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa bwana, kuna mdau hapa amesema kwamba bwana, msiwe na huruma ya kutoa vijana baada ya shukrani yake ndio hii. Kuna mtu ameandika hivyo kwa sababu bwana, lebo haikuwa serious hivyo, imekuwaje tena sasa hivi wamekuwa wako serious kiasi hiki? Kwa sababu bwana wafanya biashara, okay, haya. Kwa mtu anasema bwana, huyu dogo sasa wanaomshauri watamponza. Na hizi trending zake sasa atabaki mwenyewe. Atumia akili sana bwana, bado anajitafuta, hajajipata huyu. Anatakiwa kuwa na utulivu, sio kukurupuka no matter what. Harmonize kamtoa mbali, na asisahau fadhila. Asidhani kwamba anamchafua Konde, ila anajiharibia yeye mwenyewe. Umeona bwana. So hayo ni maoni ya wadau. Kuna mtu anasema bwana, hiki kilichomkuta huyu kijana kweli kimemlamba shwa. Kuna mtu amecomment hivyo na kuweka emoji za moto. Kwa mtu anasema bwana, hii lebo kweli wameamua sasa wamvalie njuga, kazi yanayo. So ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.